Lakini waombe wananchi tuchafukwe, sisi ndoro zetu zichukie. Wananchi mkichukia haya hayawezekani, hayafanyiki. Tendo la kuuawa kwa mama yetu, kifo cha kikatili, hakijakaa tumboni mwake, leo anaua. Je, wewe raia wa kawaida na kufanyaje? Yesu anakuchinja mchana kabisa, anaua mama yake aliyemzaa. Mpaka hatua hiyo, takbir, takbir. Naomba tuchukie dhati ya kweli, wote tunawatoka. Kama hatutachukia kwa hili, tutazalisha mambo ya ajabu na kesho tutauana na wanaofanya dhambi ni sisi. Kijiji cha Orngadida kimekumbwa na majonzi na simanzi nzito, huku wakazi wake wakishuhudia mazishi ya mama na mwana ambao walifariki katika tukio la kutisha lililowashutua wengi. Jamal Yusufu mwenye miaka 28 anadaiwa kumuua mama yake Bi Zauda Shabani miaka 57 kwa kutumia kitu chenye ncha kali, kabla baadaye wananchi wenye hasira kali kumvamia bwana Jamali na kumsababishia majeraha ambayo yalisababisha kifo chake. Tukio hili ni tukio ambalo limeacha simanzi kubwa na huzuni kwa wakazi wa hapa, huku viongozi wa serikali pamoja na viongozi wa dini wakisisitiza amani na mshikamano. Katika mazishi haya, Bi Zauda Shabani amezikwa kidini katika dini ya Kiislamu, lakini tofauti na bwana Jamali Yusufu ambaye yeye amezikwa kimya kimya kutokana na bwana Jamali kutokuwa na dini yoyote. Mimi naitwa Hosea kutoka hapa katika kijiji cha Orngadida, kata ya Kash, Babati, Manyara. Jina yangu naitwa Idi Gisila Gitianga. Kwa hiyo tumelaani sana hiki kitendo, ndio maana tumewaambia wazee wetu pia wa mila ambaye ni wakale sana wajaribu kurudia historia. Yawezekana kuna mahali kuna jambo, lakini washirikiana na viongozi wetu wa dini kuona kwamba kama kuna jambo limefanyika mahali basi waweze kukumbuka. Lakini tumewasa pia wazazi wetu kwa maana ya kina mama na kina baba washirikiane katika familia, ngazi ya familia, kuona kinachotokea katika familia isijirudi. Historia inaonyesha huyu bwana huyu kijana aliyeua mama yake alishakuwa na mgogoro na mama yake, jirani akiendelea kumsaidia, jambo ambayo ilipelekea hata kupelekwa polisi na akarudi akapotea kwa muda mrefu, na baadaye alirudi kuja kuishi na mzazi wake, kitendo ambacho baadaye ilipelekea mama kupoteza maisha na yeye kupoteza maisha baada ya wananchi wa serikali kuja kuchukua hatua kwa ghadhabu. Kwa kweli familia wamesikitika sana na wanajuta kwamba kama miongoni mwa familia kuna aliyekuwa anasaidia, leo anasikitika sana. Wakati familia upande mwingine unataka kuchukua hatua ya kumrejesha na ama kumkemea, lakini kuna wengine walifikiri atarejea, lakini jamii, familia imesikitika sana kwa kweli kwa ajili ya kifo ambayo imetokea, hawakutarajia. Vipi kuhusu mazishi? Naona leo anazungumzia mama, mazishi kuhusu ile kijana. Mazishi kuhusu kijana ni kwamba atazikwa. Kuna utata kwamba alikuwa Muislamu lakini alienda akabadilisha dini kuwa Mkristo, jambo ambalo hakuna aliyeweza kudhibitisha kama alirejea kwenye Uislamu kwa ushahidi umetafutwa au kuonekana. Kwa hiyo atazikwa kawaida. Kaburi ziko mbili na wanazikwa wote leo. Kwa majina naitwa Isa Ibn Abu. Kitendo hiki tunakilaani, tunakikemea, na kwa sababu ndio katibu wa amani kamati tutaita, alikuwa akizungumza Sheikh Nur, ndio makamu mwenyekiti wa amani ndani ya wilaya ya Babati. Kwa hiyo tutaitana, tutakaa na tutayazungumza, lakini tunakemea kwa nguvu zote. Nchi yetu ni nchi ya amani na watu wote tunahubiri amani. Niombe kila mmoja awe askari wa kuhubiri amani, kila mmoja awe ni askari wa kuhubiri amani. Tuache madawa ya kulevya, acheni kabisa bila kumumunya. Na pale tunapoona vijana wako katika hali hiyo, iambieni serikali ichukue hatua. Serikali ipo, kijana anayekunywa bangi akamatwe, anayetumia madawa kulevya akamatwe, afikishwe kwenye vyombo vya serikali akapimwa. Hapo unaweza kupimwa kwa kuto unakunywa, utachukuliwa hatua. Naamini vyombo vipo vya kukupima kama unakataa.
Kwa hiyo niombe kwamba hebu kila mmoja achukue nafasi, achukue hatua. Kwa wale ambao wanijui, ndio katibu wa amani ndani ya wilaya hii ya Babati. Sheikh Nuhu ni makamu mwenyekiti wa kamati ya amani ambayo inaunganisha dini zote. Wako maaskofu, wako mashehe na wapo pia vile vile wazee wa mila huko ndani ya kamati yetu. Kwa hiyo tutakaa, tutaita na tutakwenda kuongea na mkuu wa wilaya, na hasa tuje ndani ya kijiji hiki na mkuu wa wilaya aje tuweze kukemea kwa nguvu zote. Kama ambavyo mshasema mashehe wetu na viongozi mbalimbali, chukua na hii hapa, nenda nayo. Baada ya billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijs min amal shaitan fajtanibuhu. Nataka tafsiri yake, hakika ya pombe, kamari, ushirikina na uchawi ni matendo ya shetani. Komekeni nayo, achaneni nayo, jitahadharini nayo, kaeni nayo mbali. Hayo yote yanawezekawa ni viashiria, ni some indicators ya kufanya haya yaliyotokea. Tumpende Mtume. Naitwa Amina Selemani Mungai, kazi wa Babati. Taarifa hizi tumezipokea kwa uchungu sana na imetuuma, tumeumia. Pia tumekuja paka huku, mimi ni ndugu. Nyumba hii mtoto huyu mama tumemwoa kwetu. Kwa hiyo tumekuja. Kwa kweli taarifa hizi tumezipokea kwa uchungu sana na tumeumia. Na tunaomba vyombo vya ulinzi kwa kweli iongeze ulinzi, ili matukio kama haya yasiwepo. Na pia haya madawa ya kulevya, viongozi pia waangalie sana, sababu watoto wetu wanaumia, wanaumiza kwa kweli. Maana mtu kuchukua hatua kumuua mama yake ni kitu kigumu sana, ila nadhani haya madawa ya kulevya. Tatizo kwa kweli mimi naona ni haya madawa ya kulevya. Sisi tulivyokuwa wadogo kwanza tumekuwa kimaadili sana. Kijana wa sasa hivi yani kumweka kimaadili, unaweza kumlea vizuri, lakini akakuwa akawa tena akapotoka kutokana na mazingira, vinywaji hivi, madawa ya kulevya. Akaja ukasema amemuua kwa kusudi, lakini kumbe sio akili yake. Kwa kweli maadili yamepotea kidogo. Serikali inatakiwa kwa kweli ikae na vijana wetu. Nimesikia mawaidha hapo, nimesikia diwani anaongea pia, amesema viongozi wa dini wakae, wazee wakae na watoto. Pia sisi wazazi wa kike tukae pia na watoto, tusio tunawafichia maovu. Ukimuona na shida kama hiyo kwa kweli toa taarifa, hata kama ni wakwako. Watoto wote ni wa watu wote. Anavoleta shida kama hizi ni jamii nzima imeumia.